nasikia njaa. Kwani una mkono wa kupika? Hivi mke wangu. Nani unashika? Sikiza nikwambie kitu kimoja. Wewe unashindwa kuelewa kwamba natoka safari. Na ni wajibu wako mke wangu kunipokea. Ishia hapo hapo. Umeondoka hapa miezi 6, hata simu hujanipigia eti mwanaume gani wewe? Eti na mimi nimeolewa. Lakini unakumbuka hizi ndo pingo ambazo tulifunga kanisani? Wapi? Miezi 6 uko nje ya ndoa eti na mimi nimeolewa. Mimi sijaolewa. Nimwambia baba mimi hapa mimi sijaolewa, amenilazimisha tukuolewa na wewe. Kumbuka nilikuwa nikisaga maisha mke wangu. Saga maisha gani? Umeleta nini? Eti kabegi kamoja tu umeleta vitu gani? Wewe unapokea begi yenyewe. Mimi naona hamna kitu humo. Mwanaume ameenda miezi 6 analeta kabegi kamoja. Hata simu hujanipigia, imeshangaika maisha hujanipigia hata simu. Okay, enough. Enough is enough. I'm sick and tired of this, okay? Hivi wewe mwanamke, mbona unazidi kuwa mama kwangu zaidi ya mke? Sikia kwambie. Kwanza unaongelesha Kiingereza. Yaani unakuja kuniongelesha lugha ambayo unaongea na watu wako huko nje, unakuja kuniongelesha mtaani. Yaani mimi sikuelewa. Okay, amekwisha basi. Sikiliza. Mimi natoka kazini. Na ni kawaida uzunguni wanaongea lugha ya Kizungu. Kwa hiyo ofisini kule ni Kiingereza. Kwa hiyo ninapoongea Kiingereza hapa ni zile hasira ambazo unanipandisha. Sasa sioni sababu ya kuongea mambo mengi mke wangu. Tafadhali nakuomba. Sikia nikwambie, na mimi mwanadamu, na roho na nyama inaumia ndani. Hata kama hiyo kazi ndio ufanye miezi 6, hata simu ya hapa tukiangalia hapo lako wala haimo kabisa. Eti unasema eti nilikuwa kazi, lakini mimi nitakuelewaje wewe? Mke wangu tu. Hivi umenioa unataka kunyokota tu barabara mimi mara yako au mke wako? Unafika mbali kiasi hicho. Tumeambiwa katika dhambi mke wangu. Nisamehe. Hello. Nilikomboa kufika nyumbani, kuna mgeni. Papa. Huyu ambaye anamuita baby na wana. Umesikia na amekuuliza? Kuhusu. Nihusu mimi. Okay, namsubiri aje. Baby. Karibu. Kwema? Kwema. Haya. Mbona umekaa? Nilikuwa mbali kidogo. Karibu kae. Okay. Nishafika mpenzi, usijali. Vipi? Umeniandalia nini? Vipi umenipigia simu ya haraka kuna tatizo? Kuna mgeni. Ndio huyo kijana. Ndio. Okay, ngoja. Ndio yule ambaye ulisema kwamba anakuja kufanya kazi za hapa ndani, ulinzi nini? Ndio huyo? Ndio. Okay, kijana karibu sana. Usikie huko nyumbani, sawa? Kijana tuheshimiane kidogo tafadhali. Tuheshimiane. Wewe mpumbavu nini? Mimi mlinzi mimi. Sikiliza nakwambia. Wewe mimi ni mke wangu wa ndoa kabisa. Ngoja kwanza wewe kijana unasemaje? Hebu rudilia kwanza vizuri kidogo sija kuelewa. Unajua kijana usilete utani hapa. Sikiliza kijana bwana, tusifanyane ukorofi, tusifanye mambo mabaya bwana. Wewe mimi ni mke wangu. Eti anavyosema ni kweli? Nakuuliza, ulimsikia ule kijana vizuri amesema mambo yake yote anavyosema ni kweli? Sio kweli. Unajua kijana, tusizungwane, sawa? Mimi humu ndani nina miezi 3. Sijawahi kusikia jina la. Kwanza unaitwa nani kijana? Mimi naitwa Amosi. Sijawahi kusikia jina la Amosi wala kulisikia wala kusikia wapi. Unaona? Sasa sio leo uje hapo ufike humu ndani uweze kusema eti mke wangu ni mke wako. Unasikia?
Hebu tuheshimiane sana kijana. Hivi na wewe Unasikia nikuulize. vizuri? Una miezi mingapi toka ufika muda? Nimekwambia nina miezi mitatu. Miezi mitatu. Sijawahi kusikia ni Amos unajiita nani tena? Amos hivyo hivyo. Amos. Sijawahi kusikia jina la Amos. Eva, ngoja kwanza. Na wewe niambie vizuri. Nataka kuelewa ukweli. Yule ni nani yako? Mwambie mimi nani? Yule ni nani yako sinakuuliza? Jibu. Umeshindwa kujibu. Mwambie. Ni mume wako sio? Hey! Mungu wangu. Ni nani yako yule sinakuuliza? Mbona unashindwa kujibu? Hivi wewe mwanamke, wewe ni mwanamke wa aina gani kabisa? Yaani kumbe ulikuwa na mume afu uniambii miezi mitatu. Hey, Mungu. Sasa kijana, na nataka uniambie vizuri. Ilikuwa kuwaje mpaka unashindwa kufanya mawasiliano na huyu unayemuita mke wako? Miezi mitatu. Kwa sababu sijawahi kusikia hata siku moja. Sikiliza kijana, nikwambie. Kumpigia mke wangu simu kwa miezi yoyote, iwe miezi misita, iwe mwaka mmoja, wewe hayakuhusu. Sawa? Wewe mimi ni mke wangu, hayakuhusu mimi nipigie simu nisipigie simu. Kwa hiyo usiniulize maswali ya kipumbavu bana. Achana mambo kama hayo. Wewe vipi? Haya nihusu? Hayakuhusu kabisa. Sasa wewe mwanamke, sikiliza. Nataka uniambie wewe mwenyewe una mdomo wa kuongea, una uwezo wa kuongea. Yule ni nani yako? Nauliza ule ni nani yako? Mara ya mwisho nakuuliza yule ni nani yako? Sinakuuliza yule kijana nani yako? Sasa ilikuwa kwaje mpaka ukashinda? Sinakuuliza. Hey. Kijana sikiliza. Hebu nisubiri. Sasa sikiliza. Kuanzia leo, yani kwanza nilikuwa sijui kama naishi na mwanamke ambaye anagawagawa kila sehemu. Niache. Sasa kijana sikiliza. Kuanzia leo mimi na wewe basi. Sawa? Kijana nashukuru sana kwa taarifa yako. Yaani kama umemfanyia mwenzangu mwanaume hivi, basi siku nyingine unaweza kanifanyia mimi hivyo hivyo. Kwa hiyo asante mama, nashukuru sana. Kijana, shukrani sana. Na wewe mwanamke sikiza. Sikia vizuri kabisa. Wewe unakumbuka vizuri kabisa kiapo ambacho tulikula mbele ya kanisa. Tukiahidiana kwamba tutapendana katika muda wa shida na raha. Lakini nashangaa kwa sababu gani unanifanyia kitendo kama hichi? Hakika umeniboa. Kwa kunisaliti, nashukuru sana. Nilikuwa nadhani kwamba naishi na kondoo nyama nzuri, badala yake imekuwa chui kwangu. Nashukuru sana. Kwanza leo mimi na wewe basi. Mambo yamekwisha, usinitafute, usinipigie simu kwa njia yoyote ile. Nashukuru sana.